Marekani ilikuwa ni swala la kimkakati ili wasije wakajulikana kwamba wanaenda kufanya shambulizi, lakini maana yake ni kwamba sasa tunaona mazungumzo ama yale majadiliano ya masuala ya nyuklia yatakuwa yamekwisha kabisa, kwani mazungumzo tuliona yalikuwa yafanyike, lakini naona sasa diplomasia itakuwa imewekwa kando. Mende, kwa upande wako unafikiri vitisho vya Marekani vina athari kiasi gani kwa utawala wa Iran? Bila shaka ukiangalia taifa la Marekani ambalo lina nguvu kwenye masuala ya kivita na kimbinu, itakuwa kusema kweli ni tishio, lakini tunaona taifa la Iran sio kwamba pia hawana nguvu, lakini pia ukiangalia kimkakati na inaitwa geostrategically ni swala ambalo litakuwa la kuangalia kwa ukaribu, kwani kimkakati Marekani wanamhitaji sana Israel katika ule ukanda wa Middle East, lakini tunaona kwamba ukiangalia hizi nchi mbili zimekuwa katika vita baridi kwa muda mrefu, na tunaona kwamba taifa la Israel lilikuwa linataka sana Marekani iingilie kati katika swala hili la vita baina ya Israel na Iran. Abdi, wa Iran walitarajia kutakuwa na mashambulizi kutoka Marekani. Kwa mujibu wa duru za kiusalama na za kijeshi za Iran, wa Iran walitarajia kwamba Marekani itachukua hatua ya kushambulia vituo vya kijeshi vya Iran, na sababu ni kwamba kuna taarifa kwamba Iran imechukua hatua kadhaa za kuhamisha vitu mbalimbali muhimu vya nyuklia katika maeneo hayo matatu katika kipindi hiki cha karibu siku 3 zilizopita, ikimaanisha kwamba kulikuwa tayari na hofu hiyo kwamba pamoja na kwamba Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba angetumia muda wa kipindi cha majuma mawili kutathmini kama aishambulie au atoe amri ya kushambuliwa kwa kijeshi Iran au la, lakini wa Iran inaonekana kwamba hawakuchukulia kauli yake hiyo kwamba kuwa ina uzito, ukikumbuka kwamba alikuwa tayari ametaka kuendeleza mazungumzo na Iran katika kipindi cha siku 2 kabla ya Israel kuchukua hatua ya kuishambulia kijeshi Iran, na katika swala hilo alikuja kutangaza baadaye mwenyewe kwamba alikuwa mtoa taarifa na Israel kwa kabla ya kufanya shambulio. Kwa hivyo wa Iran hawakulipa uzito tamko lake na kusema kwamba uamuzi wa kuishambulia au kutoshambulia angeuchukua ndani ya kipindi cha wiki 2. Abdel Fattah, mtu atajiuliza nyuklia ya Iran ina hatari kiasi gani kwa dunia kiasi kwamba imekuwa ikidhibitiwa Iran kuendelea kutengeneza ama kuendelea kurutubisha nyuklia yake, iwapo Iran yenyewe imekuwa ikisema kwamba wao wanatengeneza kwa ajili ya manufaa yao na matumizi mazuri? Inavyoonekana zaidi ni suala la kisiasa, kwa sababu Iran, kumbuka kuwa ni miongoni mwa nchi zilizotia saini ule mkataba au makubaliano ya nyuklia yanayojulikana kwa kifupi kama NPT, na ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati atomiki IAEA, na kwa muda mrefu shughuli za nyuklia za Iran zimekuwa zikisimamiwa na kukaguliwa na wataalamu wa shirika hilo. Wakati huo inajulikana kwamba hiyo ni haki ya kila nchi mwanachama kurutubisha madini ya urani kwa malengo ya amani angalau kwa kiwango cha 3.5%, na hilo ndilo jambo ambalo Iran inadai kwamba imekuwa ikipigania muda wote, kwamba maadamu ni nchi mwanachama wa NPT itumie haki hiyo na si kufuata matakwa ya madola magharibi ambayo yanataka Iran isiwe kabisa na mpango wa nyuklia wa kurutubisha madini ya urani, na badala yake itegemee au iwe na utegemezi wa kuweza kunufaika